yale mapungufu ambao walioyapata kwenye mradi wa mwanzo wasiweze kuyarudia. Kwa hiyo mwishoni wakikamilisha kujenga, wanafanya end of project evaluation, wanafanya tathmini ya mwisho ya mradi ili kuangalia wapi kuna weakness, wapi kuna makosa, mapungufu yako wapi na ukamilifu ulikuwa wapi, ili wakipata mradi kama huu wasikosee. Ndio maana wanafanya tathmini ya mwisho wa mradi. Sasa kwa kuwa tumetoka kwenye uchaguzi mfano wake kama unavyoona project ya ujenzi. Kwanza kabla ya uchaguzi inafanyika tathmini, uchaguzi utakuwa na gharama ya kiasi gani. Lakini pia unapomalizika uchaguzi lazima ifanyike end of project evaluation, ifanyike tathmini ya ile project ya uchaguzi ilikwendaje. Ndio lengo. Kwa hiyo hata wale INEC wale au wale ZEC wale wa Zanzibar wakimaliza uchaguzi huwa wanakaa, jamani, mapungufu yalikuwa wapi, wapi tulipatia, ili 2030 wasije wakakosea tena kama walivyokosea 2025. Ndio lengo. Kwa hiyo ipo haja ya kuweza kutathmini kwamba uchaguzi ulikwendaje na wapi tulipatia na wapi tulikosea. Hili ni jambo la muhimu sana na ni jukumu la viongozi wa dini. Ni jukumu la viongozi wa dini. Kama viongozi wa dini walikuwa wanatumika kuhamasisha watu wakapige kura kwa amani, warejee nyumbani kwa amani, maana yake mlango ule ule nao unawaruhusu viongozi wa dini kuweza kuangalia mapungufu yalikuwa wapi ili waweze kurekebisha 2030 wasiweze kukosea tena kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mlango ule ule wa mwanzo waliopita viongozi wa dini kuweza kuwahamasisha watu amani, wakapige kura kwa amani, ndio mlango ule ule tena unawaruhusu viongozi wa dini kuweza kuangalia wapi kulikuwa na mapungufu. Kwa hiyo huwezi kumtoa kiongozi wa dini kwenye huo mlango kwamba ukasema sasa bwana wewe uruhusiwi kuzungumza hilo jambo. Hapana. Ikiwa mwanzo alikuwa anazungumzia amani, manake mlango ule ule, Waswahili na msemo mmoja wanasema mwiba ulipoingilia ndipo unapotokea pale pale. Kwa hiyo viongozi wa dini bado wana jukumu la kufanya tathmini ya kina, ni critical self, ile critical evaluation, tathmini ya kina, kuangalia kwamba uchaguzi wetu ulikwendaje, wapi tulikosea, wapi tulipatia. Lakini pia tunajua kwamba uchaguzi wetu, baada ya kukamilika uchaguzi, imetokea machafuko mengi makubwa imetokea katika nchi. Kwa hiyo ni jukumu la viongozi wa dini kufanya tathmini ya kina, kuweza kujua sababu ni nini, kwa nini ilitokea vile, changamoto ilikuwa nini, uchaguzi ulikumbwa na weakness gani, kwa nini watu wamekufa. Ni jukumu la viongozi wa dini kufanya ile critical evaluation, tathmini ya kina, kisha waje na majibu yaliyokuwa sahihi ili watu waweze kupata faida. Sasa hili ndio lengo la kuweza kuzungumzia vitu kama hivi ili tuweze kuangalia mapungufu yetu yalikuwa wapi. Hili ni jambo la muhimu sana. Lakini kuna nasaha kwa viongozi waliochaguliwa. Tunajua kuna viongozi wamechaguliwa, kuna madiwani, kuna wabunge, kuna rais kachaguliwa katika nchi. Sasa hivi kuna teuzi zinaendelea katika nchi. Mwanasheria mkuu wa serikali kateuliwa, na wengineo na baadhi ya wabunge wameteuliwa. Litakuja baraza la mawaziri, waziri mkuu naye atateuliwa. Yote haya yapo yanaendelea. Kwa hiyo ipo haja ya viongozi wa dini kutoa tathmini yao kutokana na yale yaliyotokea na nini tufanye, na kutoa wasia kwa wale ambao waliokuwa wamepata dhamana ya kuongoza katika nchi hii. Kwa hiyo ndio itakuwa anwani au darasa yetu ya leo, kutazama au kufanya critical evaluation, tathmini ya kina na nini tufanye. Maana tunapoeleza changamoto lazima pia tuje na solution ya changamoto zile. Itakuwa ni ajabu ikiwa wewe kazi yako kuelezea changamoto lakini solution uelezei. Unapoelezea changamoto toa na solution, tufanyeje? Ikiwa kuna changamoto pengine imetokea, kuna tatizo limetokea, je, tufanyaje ili 2030 tusiweze kukosea tena? Lazima tuje na solution katika jambo kama hilo. Kwa kwanza nianze kuelezea ishu ya uongozi kwanza.
kabla sijaja katika kiini chenyewe cha darasa yangu, tuzungumzie ishu ya uongozi, kwamba uongozi, jambo la kwanza ni amana, na hili tulilizungumza kabla hata ya uchaguzi katika khutba kadhaa za Ijumaa, kwamba watu waelewe kwamba uchaguzi ni uongozi ni amana. Uongozi ni amana. Lakini ukiacha kuwa uongozi ni amana, lakini kiongozi anachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili lazima lifahamike. Wale ambao waliopata uongozi waelewe kuwa uongozi ni amana, na wale ambao wamepata uongozi waelewe ya kwamba wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna dhana kidogo tuiweke sawa. Ukimuona kiongozi yoyote katika dunia hii, tambua ya kwamba kiongozi huyo imma awe ni mwadilifu, imma awe ni kiongozi muovu, vyovyote itakavyokuwa. Lakini ukimuona kiongozi yoyote katika dunia hii, elewa ya kwamba kiongozi huyo amewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ikiwa ni kiongozi muovu, unaweza ukajiuliza, sasa kama kiongozi muovu, kwa nini Mwenyezi Mungu amweke kiongozi huyo? Unajua, katika miongoni mwa adhabu ambazo Mwenyezi Mungu huwa anaamua kuwapa watu, wakati mwingine ni kuwapelekea kiongozi aliyekuwa muovu. Katika miongoni mwa adhabu, na ukisoma katika hadithi, katika miongoni mwa watu ambao wanazuia zaka, wale ambao wana kawaida ya kuzuia zaka, miongoni mwa adhabu wanayoweza kuipata, Mwenyezi Mungu anaweza kuwapelekea kiongozi muovu. Kwa hiyo ukimuona kiongozi muovu, tambua amepelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu amlete kiongozi muovu? Inatakiwa nyinyi mnaoongozwa mjitafakari, mmekosea wapi mpaka Mwenyezi Mungu akupeni kiongozi muovu. Lakini pia ukimuona kiongozi mwadilifu, pia ameletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mambo ni vice versa. Kiongozi muovu na mwadilifu, wote hawa wanaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili lazima lifahamike hivyo. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu anasema, Qulillahumma malikal mulki. Mwenyezi Mungu yeye ndiyo malikal mulki, ndiyo anamiliki ufalme wote. Mwenyezi Mungu yeye ndio mfalme wa wafalme. Tu'til mulka man tasha'u. Mwenyezi Mungu anasema anampa ufalme amtakaye. Aya hii ndiyo dalili ya kuonyesha kwamba kiongozi yoyote, awe ni muovu awe ni muadilifu, anawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ndiyo dalili. Mwenyezi Mungu anasema tu'til mulka man tasha'u. Mwenyezi Mungu anampa ufalme amtakaye. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Lakini pia anamvua ufalme, anamvua madaraka mtu amtakaye. Ukimuona mtu alikuwa kiongozi, baadaye akawa sio kiongozi, aliyemvua uongozi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio aliyempa. Mwenyezi Mungu anathibitisha hilo, anasema watanzi'ul mulka mimman tasha'u. Mwenyezi Mungu anamvua ufalme amtakaye. Wa tu'izzu man tasha'u. Mwenyezi Mungu anampa utukufu, Mwenyezi Mungu anampa heshima amtakaye. Wa tudhillu man tasha'u. Mwenyezi Mungu pia anamdhalilisha, anamuondoshea heshima amtakaye. Biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kwenye uweza wa kila kitu. Aya hii itoshe kutuelekeza na kutuonyesha ya kwamba kiongozi yoyote unayemuona katika dunia hii amewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kiongozi yoyote atakayeondoka, imma kwa kuondoka kipindi chake kimeisha, imma kwa kuondoka amefariki, vyovyote vile, lakini ujue huyo mtu ameondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu analithibitisha hili, na inatakiwa tuweze kuliamini jambo hili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamweka kiongozi amtakaye yoyote kati ya sisi. Na aya nyingine Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar.
Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua. Anaumba atakavyo na anachagua. Anaumba huyu mrefu, anaumba huyu mfupi, anaumba huyu mnene, anaumba huyu mwembamba. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua. Pale kwenye kuchagua ndio anachagua Mwenyezi Mungu, huyu awe raisi, huyu awe mbunge, huyu awe diwani, huyu awe imamu, huyu awe mjumbe wa nyumba 10. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kwa nini wewe haukuwa imamu? Kwa nini wewe haukuwa mjumbe? Kwa nini haukuwa manager kwenye kampuni? Kwa nini haujawa raisi? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua nani awe nani. Kwa hiyo suala la nani awe nani ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba uongozi unawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vyovyote itakavyokuwa, vyovyote. Yani imma kiongozi ataingia kwa nguvu, imma kiongozi atakuwa ni mwema, atakuwa ni mwadilifu, au atakuwa ni muovu, lakini tunakubaliana ya kwamba kiongozi anawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, uongozi ni amana. Hili ni jambo la pili sasa. Uongozi ni amana. Uongozi ni amana kivipi? Uongozi ni amana kwa sababu umegewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna dhima iliyokuwa kubwa kama ile dhima ya kukabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kitu kikubwa sana, japokuwa watu wengi hawajui. Dhima iliyokuwa kubwa ni dhima uliyokabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaongoza watu. Ndio maana nikasema uongozi ni amana, na amana yenyewe unagewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anampa ufalme amtakaye. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kwa hiyo umegewa amana na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ile amana utaitumia vipi? Ile amana uliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala utaitumiaje ile amana? Sasa kuna watu wengi sana wanapopia kwenye uongozi, wanafanya pupa kuutaka uongozi. Mtu atatumia nguvu, atatumia mamlaka, atapiga watu, mwingine ataua watu, mwingine atafanya hivi, lengo lake apate uongozi. Lakini je, Mtume anasemaje katika jambo kama hili? Unaweza ukamkuta mtu anapambana kutaka uongozi, lakini pengine hajajua kama uongozi ni jambo zito. Mtume anasemaje katika jambo hili? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika moja maneno yake, innakum satahrisuna ala al-imara, hakika yenu nyinyi itafikia hatua mtakuwa mnafanya pupa kwenye kutafuta uongozi. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni hadithi sahihi. Mtume anasema itafika zama kwamba watu watakuwa wanafanya pupa kwenye kutafuta uongozi. Mtu anatamani kuwa diwani, mtu anafanya pupa ya kuwa mbunge, lakini Mtume nini anasema? Wasatakunu nadamatan yauma alqiyama. Juu ya pupa anayoifanya mtu kutafuta uongozi, lakini itakuja kuwa majuto siku ya kiyama. Itakuja kuwa majuto siku ya kiyama. Ile pupa anayoifanya, anadhulumu, anapiga mtu, anamkandamiza mtu, anafanya hivi, anataka uongozi. Mtume anasema satakununa nadamatan yauma alqiyama, mtakuja kujutia siku ya kiyama. Ule uongozi mlioutafuta kwa pupa, mtakuja kujutia siku ya kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa anayazungumza haya akiwa anajua kwamba uongozi ni amana, ni jambo zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo zito siku ya kiyama kwamba watu watakwenda kuulizwa juu ya amana waliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapofanya pupa ya kutafuta uongozi, ajue ya kwamba itakuwa ni majuto siku ya kiyama. Siku moja Abu Dharr al-Ghifari alikwenda kumfuata bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala,
mbona mimi haunitumii? Yani mbona unifanyi kuwa kiongozi? Abu Dharr anamwambia Mtume, mbona haunifanyi kuwa kiongozi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama akampiga Abu Dharr kwenye bega lake kama hivi, akawa anampiga hivi, yani maana yake akawa anamtuliza. Thumma qala, kisha Mtume akamwambia Abu Dharr, ya Abu Dharr, ewe Abu Dharr, wewe innaka dhaifun, innaka dhaifun, wewe Abu Dharr ni dhaifu mno, siwezi kukupa uongozi. Wa innaha amanatun, lakini Abu Dharr, ninachokwambia uongozi ni amana. Mtume anamshika bega Abu Dharr, anamwambia innaha amanatun, uongozi ni amana. Abu Dharr, innaka dhaifun, mimi ninakuona wewe dhaifu, utoweza. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Lakini Mtume hakuishia hapo, akamwambia Abu Dharr, wa innaha yawma alqiyamati khizyu wan nadama, lakini ninakuhakikishia hakika ya uongozi Abu Dharr, siku ya kiyama itakuwa ni majuto na kilio kwa mtu ambaye atakayekuwa ameukamata uongozi. Itakuwa ni majuto na kilio. Innaha yawma alqiyamati khizyu wan nadama, itakuwa ni majuto na kilio siku ya kiyama kwa wale ambao watakaokuwa viongozi. Mtume anamwambia Abu Dharr kwamba wewe ni dhaifu, utoweza, uongozi ni amana. Lakini Mtume hakuishia hapo, akamwambia mimi ninakupendelea wewe Abu Dharr kitu ambacho ninakipenda katika nafsi yangu. Yani maana yake sitaki wewe Abu Dharr uingie katika mtihani siku ya kiyama, ndio maana sitaki kukupa uongozi wewe. Usione mtu kapewa uongozi ukaona kapendelewa, hapana. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue kwamba uongozi ni amana ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu watakwenda kuulizwa kwa amana hiyo. Juzi nilikuwa namshuhudia mbunge mmoja anajipiga selfie, anajipiga selfie bungeni. Amechukua simu yake, anajipiga selfie bungeni, anashangilia, anafurahia kwamba yeye kawa mbunge. Subhanallah. Mtume anamwambia Abu Dharr, innaha amanatun, uongozi ni amana. Kumbe kuna baadhi ya watu wanatafuta uongozi kwa ajili ya kwenda bungeni kujipiga selfie, watu wawaone, watambe kama mimi ni mheshimiwa mbunge. Innaha amanatun, Mtume anamwambia Abu Dharr, uongozi ni amana, sio jambo dogo. Leo unafurahia kuwa mbunge, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini ulikuwa mbunge. Leo unafurahia umekuwa diwani, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini umekuwa diwani. Leo umekuwa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini umekuwa mwenyekiti. Leo umekuwa imamu, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini umekuwa imamu. Leo umekuwa rais wa nchi, lakini ipo siku unaweza kuja kujuta kwa nini nilikuwa rais wa nchi. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Uongozi ni amana. Na Mtume hakuishia hapo, itakuwa ni khizyun wan nadama yawm alqiyama, itakuwa ni kilio na kusaga meno siku ya kiyama. Ndugu zangu, hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama inaelezea Mtume akiwa anasema, la tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an umrihi fima afnahu, mtu unyayo wake siku ya kiyama hautoondoka kuelekea sehemu nyingine. Siku ya kiyama hautonyanyuka unyayo wa mtu kuelekea katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka aulizwe katika mambo makuu manne. Mtume anasema an umrihi fima afnahu, umri wake ameutumiaje? Siku ya kiyama watu watakuwa wanaulizwa, utaulizwa umri wako. Lakini jambo la pili, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, elimu yako uliitumiaje? Utaulizwa siku ya kiyama. Lakini Mtume anasema wa an malihi min aina iktasabahu, mali yako utaulizwa uliichumaje? Wa fima anfaqahu, na je uliitumiaje ile mali yako? Utaulizwa siku ya kiyama. Wa an jismihi fima ablahu, mwili wako nao pia utaulizwa siku ya kiyama. Haya ni maswali ataulizwa mtu siku ya kiyama. Lakini nikwambie, baada ya wanadamu kumaliza kuulizwa haya maswali, wale ambao waliokuwa viongozi
wataanza kuulizwa kuhusiana na wale waliowaongoza. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Wakati watu wanaulizwa maswali haya manne, wakimaliza kujibu wanaondoka. Viongozi hawataondoka, watawekwa pembeni pale kuanza kuulizwa, tuambie wewe ulikuwa imamu, uliwaongoza vipi watu kwenye uimamu wako? Wewe ulikuwa imamu, unawaswalisha watu takriban 400 katika swala moja. Kila swala ya mtu mmoja utaanza kuulizwa swala yake, uliichungaje ile swala yake? Je, ilikuwa ni sahihi au uliikosea swala yake? Yani imamu anaanza kuulizwa swala ya mtu mmoja baada ya mwingine. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Watu hawajajua uongozi kuwa ni amana. Mtu anachekelea tu, yuko bungeni anapiga selfie, anapigwa picha, anaitwa mheshimiwa, mbunge, diwani, rais, lakini mtu hajajua kwamba uongozi ni amana. Siku ya kiyama utaanza kuulizwa, we imamu, swala ya mtu mmoja mmoja. Sasa sikwambii mimi imamu naanza kuulizwa swala za watu 400 ambao nawaswalisha kwa siku mara 5. Kila kipindi kimoja kinaulizwa adhuhuri, swala ya mtu mmoja mmoja, umewekwa pale, unaanza kuulizwa. Je, ukiwa rais wa nchi, kwa mfano katika nchi yetu mtu anaongoza watu milioni 60, atachukua muda gani yule kuanza kuulizwa maswali ya mtu mmoja baada ya mwingine? Sikwambii mtu mbunge wa jimbo la Kinondoni, kuna watu wangapi hapa Kinondoni? Takriban 600,000, 700,000. Utaanza kuulizwa mtu mmoja baada ya mwingine. Sikwambii umekuwa diwani kama rafiki yangu Idrisa Ngatiche, diwani wa Kinondoni, ataanza kuulizwa mtu mmoja baada ya mwingine kwamba bwana, kuna raia wako mmoja alikufa kwa sababu alikosa dawa. Kuna raia wako mmoja alivunjika mguu kwa sababu barabara ilikuwa mbovu. Kuna raia wako mmoja alikufa na njaa kwa sababu alikuwa hana chakula. Maswali yote haya ataulizwa diwani, ataulizwa mbunge, ataulizwa rais wa nchi. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Ndio maana Abu Dharr akaambiwa na Mtume kwamba innaha amanatun araka dhaifan, na kuona wewe ni dhaifu Abu Dharr, achana na uongozi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue kwamba uongozi ni amana. Na linapokuja suala la uongozi, hatuwezi kukwepa kuelezea uadilifu kwenye uongozi. Uadilifu kwenye uongozi hatuwezi kulikwepa hilo. Tunapozungumzia uongozi kuwa ni amana, maana yake kiongozi lazima awe muadilifu. Sayyiduna Omar, niliwahi kuwapa kisa siku moja. Sayyiduna Omar ilikuwa baada ya sala ya Isha, ilikuwa akibakia msikitini, alikuwa anasoma Qur'an. Na Sayyiduna Omar alikuwa ni khalifa wa Uislamu. Sayyiduna Omar alikuwa ni katika miongoni mwa masahaba 10 waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad. Alikuwa akibakia msikitini baada ya sala ya Isha anasoma Qur'an. Lakini zamani kulikuwa na taa za kandili zile, sio kama leo kuna umeme, taa za kandili. Sayyiduna Omar alikuwa anakwenda anazima zile taa, anazima. Siku moja sahaba mwenzie akaenda kumuuliza kwamba kwa nini unazima taa hali ya kuwa unasoma Qur'ani? Je, utaonaje? Sayyiduna Omar akamwambia, taa hizi zimewekwa kwa manufaa ya umma wa Kiislamu, hazikuwekwa kwa manufaa yangu mimi. Mimi nasoma Qur'an, faida ya thawabu napata mimi, hawapati watu wengine. Thawabu napata mimi. Kwa nini nitumie taa ambazo ni mali ya umma wa Kiislamu kwa manufaa yangu binafsi? Kiwango hiki cha uadilifu wa Umar kinatuonyesha juu ya umuhimu wa viongozi kuwa waadilifu. Na siku zote ili kiongozi awe mzuri ni lazima awe mwadilifu. Sasa unapozungumzia uongozi hauwezi acha kuzungumzia uadilifu. Kwa hiyo uadilifu ni jambo la kwanza. Uadilifu ni jambo la kwanza. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tuna jukumu la kuhubiri uadilifu katika nchi na kuwaambia wale ambao wametaka amana ya kiuongozi wawe waadilifu. Ufisadi ni jambo ambalo limekithiri. Ufisadi ni jambo ambalo viongozi wa dini wanatakiwa walisemee, waseme kama kuna mahala kuna ufisadi usemwe, ili wale waliopewa dhamana waelewe kwamba huu ni ufisadi na haufai mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
viongozi wa dini wasipofanya kazi ya kusema kwamba hapa kuna ufisadi, hapa kuna ufisadi, ni nani atakayesema? Ni nani atakayesema? Mwanawachuoni mmoja anaitwa al-Imam Humaidi Salim kwenye kitabu chake cha Jawharun Nidham ana maneno anasema, wa alimu biilmihi lam ya'malan ashaddu fi at-ta'dhibi liman jahila. Mwanawachuoni ambaye elimu yake inakuwa haina manufaa, inakuwa haina kazi yoyote, yani anakuwa kwenye adhabu kali kuliko ni mtu aliyekuwa mjinga. Mwanawachuoni elimu yake ikiwa haina impact yoyote, haina manufaa, yani maana yake anaona ule uovu, anaona ufisadi, anaona viongozi hawafanyi uadilifu, kisha kiongozi wa dini akakaa kimya, huyu anakuwa yupo kwenye adhabu kubwa kuliko ni mjinga. Kwa hiyo viongozi wa dini wana jukumu la kusema na kueleza kwamba jamani, kuweni waadilifu. Mmechukua uongozi, umekuwa mbunge, umekuwa diwani, umekuwa rais wa nchi, uadilifu ndio kitu cha kwanza, kwa sababu uadilifu ndio utamfanya raia wa chini aweze kupata haki yake. Lakini leo unaweza ukakuta kuna baadhi ya viongozi, mtu anapambana kutaka ubunge, anatumia zaidi ya bilioni 1. Unajiuliza, mbona huyu akistaafu apate hata bilioni 1? Mbona anatoa bilioni 1? Anataka nini huyu? Kwamba ana hamu sana ya kuongoza watu, au ana mapenzi sana na watu, au ana nini? Kumbe utagundua kwamba huyu ana mipango yake mingine, ndio maana anataka uongozi. Kwa sababu huwezi kutumia pesa kuutafuta uongozi, maana yake wewe una jambo unatafuta. Yani wewe ni mfanyabiashara, unatoa bilioni upate bilioni 2, ndio lengo. Sasa kuna watu wanatumia zaidi ya bilioni. Mimi nimeshuhudia kuna watu wamepigania ubunge katika nchi hapa uchaguzi uliopita. Mtu kaonga zaidi ya bilioni, yani wale wajumbe tu kamuonga huyu laki, laki 2, laki 3, laki, zaidi ya bilioni. Mtu ataka ubunge, akistaafu ubunge baada ya miaka 5 hapati bilioni. Unajiuliza, mtu huyu anataka ubunge kwa sababu gani? Kumbe utagundua kuna watu wengine wanabeti. Kuna mwingine anataka ubunge, anajua nitapata waziri, nikiingia kwenye waziri nitakwenda kupiga dili. Kwa hiyo mtu anachukua bilioni, anabeti ile, anajua muda wote mimi naweza ikanilipa hii. Kwa hiyo kuna watu hawachukui uongozi kwa lengo la kwenda kuongoza, bali wanachukua uongozi kwa lengo la kwenda kufanya ufisadi kwenye serikali. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi wa dini, lazima ili uliseme, lazima. Na ufisadi ukikithiri katika nchi, madhara yake ndio haya tunayoyaona. Wakati mwingine raia wanakuwa wanaongea, wanachachamaa. Sasa haya lazima viongozi wa dini wayaseme. Uadilifu kwenye uongozi, ufisadi, watu waache ufisadi kwenye uongozi. Kwa sababu leo unaweza ukamkuta kiongozi anamiliki gari ya milioni 700, which is not bad, sio kitu kibaya. Lakini mbona kuna raia wa chini huku panado hana? Yani tunapozungumzia haya mambo, tunazungumzia katika mtazamo mkubwa kwamba kuna kiongozi anamiliki gari ya milioni 800, anatembelea gari ya milioni 800, lakini mbona kuna maiti hospitalini kule inazuiliwa, anadaiwa 100,000? Yani mzani wake mbona au balance? Yani mbona mzani au balance? Kwa nini mzani au balance? Kwamba ukajitafakari kwamba mimi nawezaje kuendesha gari ya milioni 800, kuna raia huko ana shida ya panado. Nawezaje kuendesha gari ya milioni 600, kule kuna mtu maji ya kunywa hana? Yani unakuwa ni kiongozi wa aina gani? Sayyidina Omar ilifika mahala, siku moja alikuwa anatembea katika nyumba. Alikuwa ni kiongozi, alikuwa anapita anatembea katika nyumba. Akakuta kuna familia moja imelala, imeshinda njaa. Mama ameweka mawe, ameweka kuni na chungu juu, kwenye kile chungu kaweka mawe ndani yake, kinatokota hivi. Lengo lake anawadanganya wanawe kama vile kuna chakula ili walale. Chungu kinatokota muda wote hivi, kumbe maji ya moto, mama kaweka mawe ndani yake, hawana chakula. Sayyidina Omar akaiona ile hali. Alipoiona ile hali, akaenda kumuuliza ule mama, mbona vile? Mama akamwambia, wallahi kuna kiongozi mmoja ameingia muovu kweli katika nchi, bila ya kujua yule anayeongea naye ndio khalifa wa Uislamu, ndio kiongozi katika ule mji. Kwa nini? Akamwambia, wallahi nimeshinda njaa mimi na wanangu wanalia wale pale. Wanalia wanangu wale pale, hawana chakula. Sayyidina Omar machozi akaanza kumtoka.
akatoka mbio akaenda kwenye Baitul Mal, akaenda akabeba chakula begani yeye mwenyewe, akawa anaelekea kumpelekea chakula ule mama. Wanamuuliza wasaidizi wake, Amir al-Mu'minin, mbona unabeba chakula tukusaidia? Akamwambia, dauni, niacheni. Kachukua chakula kile Omar yeye mwenyewe anapeleka kumpelekea yule mama, huko analia machozi. Omar akaja akasema, hii ni dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi nimekaa kwenye uongozi, kumbe huko kuna raia hata chakula kile hawana. Sasa unakuwaje kiongozi, una gari ya milioni 700, kisha kuna raia wako huku chakula chao, mkate ni shida, dawa hospitalini ni shida, inakuwaje? Ni ishu ya ufisadi. Kwa hiyo viongozi wa dini wana jukumu la kuyasemea haya, ili wale ambao wasiokuwa nacho isifike mahala wakajikuta wanafanya maamuzi ambayo hawakustahili kuyafanya. Kwa sababu gani? Wana njaa. Mwenye njaa yake ikitoka tumboni ikihamia kichwani, huwa anaweza kufanya lolote lile. Sasa haya wakati mwingine huwa yanasababishwa na uongozi kutokuwa na adala, uadilifu, anania, selfish. Mtu anajilimbikizia mali yeye, anaona ni sawa sawa, bila kuangalia raia huku wapo kwenye hali gani. Tena mbaya zaidi, kuna baadhi ya viongozi wa dini haya hawayasemi. Na hawayasemi kwa sababu kuna mtu mmoja aliwahi kusema, idha ra'aita al-ulamaa fi abwabi al-umara'i fasadatil umma. Ukiwaona viongozi wa dini, mashekhe, wanakwenda kwenye milango ya wanasiasa kwenda kupiga hodi, kwenda kuomba, kiongozi wa dini amekuwa chawa, ujue umma umeangamia. Kikifikia kiwango hiko, idha ra'aita al-ulamaa fi abwabi al-umara'i fasadatil umma, mkiwaona viongozi wa dini, mashekhe, wapo kwenye milango ya wanasiasa wanakwenda kuomba, wamekuwa chawa, umma umepotea. Wa idha ra'aita al-umaraa fi abwabi al-ulama'i salahatil umma, lakini mkiwaona viongozi wa kiserikali wanakuja kwenye milango ya mashekhe kuwafata mashekhe kuwataka ushauri, ujue umma upo salama. Tujitafakari kama viongozi wa dini, kama mashekhe, tunakwenda au wanakuja? Ikiwa tunakwenda, umma huwezi kubakia salama, lakini kama wanakuja, umma utakuwa salama. Sasa wakati mwingine maharibiko yanatokea kwa sababu viongozi wa dini hawaja play part yao, wamekuwa ni machawa. Sasa wakishakuwa chawa viongozi wa dini, maana yake madhara lazima yatokee katika jamii. Niwapeni hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema, idha ra'aita al-alima yukhalitu sultana mukhalatatan kathiratan fa'lamu annahu lissun. Ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ameipokea Abu Huraira, ni hadithi sahihi. Mtume anasema, idha ra'aita al-alima, utakapomuona mwana wa chuoni, Mtume anasema, utakapomuona mwana wa chuoni, yukhalitu sultana, anapenda sana kwenda kufungamana na watawala, yani yeye ni mtu wa kwenda kugonga milango kwa watawala. Tena Mtume akasema, mukhalatatan kathiratan, mara kwa mara unamuona anakwenda kenda huku, namkuta ipo kwa mbunge, mara kaingia kwa rais, mara ipo kwa diwani na kiongozi wa dini. Mtume anasema, fa'alamu annahu lisun, tambua ya kwamba kiongozi wa dini atakuwa ni mwizi. Sio mimi, manake inawezekana, ni hadithi ya Mtume Muhammad. Ukimuona kiongozi wa dini anapenda kuchangamana sana kwenda kupiga mizinga kwa viongozi wa kiserikali, Mtume anasema, fa'alamu annahu lisun, elewa ya kwamba, fa'alam annahu lisun, elewa ya kwamba mtu huyu atakuwa kwa vyote ni mwizi, na yeye anashirikiana na wale kuiba. Hiyo ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa maana yake viongozi wa dini lazima wa play part yao kwenye kukemea ishu za ufisadi na uadilifu.
Kwa hiyo nafasi ya viongozi wa dini katika nchi yetu ni kubwa. Wakati mwingine kuna maafa yanatokea ni kwa sababu viongozi wa dini hawakuplay part yao. Lau kama viongozi wa dini wana play part yao, maafa yanakuwa hawezi kutokea. Kama tunaona kuna ufisadi, uadilifu hakuna, viongozi wa dini wakasema, maafa yanawezaje kutokea? Hawezi kutokea. Lakini leo hali ipoje? Ndio tunashuhudia mashekhi wamekuwa chawa. Mtu anaona kabisa kwamba kuna ufisadi hapo unafanyika. Mtu anaona kwamba hapa uadilifu hakuna. Mtu anaona kwamba hili sio sawa, lakini nafika hatua kiongozi wa dini yale hasemi. Kwa sababu gani? Anajua baadaye anakwenda kugonga hodi. Sasa mkiona hali kama hiyo, ujue umma umeharibika. Na al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi ana maneno yake, anasema man lam yaakul bifa'asihi lam yantiq min aqlihi, yule ambaye hawezi kuongea, yule ambaye hawezi kula kutokana na mkono wake. Yani ukiwa ni kiongozi wa dini, uli kwa mkono wako, unategemea ukawe chawa ndio ule, huwezi kuongea kutokana na akili yako. Huwezi kuongea kutokana na akili yako. Utaongea kwa utashi wa yule anayekupa kula. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi, man lam yaakul bifa'sihi lam yantiq min aqlihi, yule ambaye hali kwa mkono wake, yani havuji jasho ndio apate chakula, anategemea akawe chawa. Hata kuongea ataongea, hawezi kuongea kwa akili yake, ataongea kwa akili ya yule anayempa kula. Kwa hiyo lazima viongozi wa dini wajue nafasi yao ni ipi. Mtume anasema al-ulamau warathatul anbiya, wanawachuoni wamechukua kazi ya mitume. Mitume kazi yao ni kuonya na kueleza kwamba hili baya, hili zuri. Kwa hiyo mkiona jambo baya, semeni hili ni baya. Zuri semeni, waamrisheni watu wafanye mambo mazuri, sio watu kukaa kimya. Hapana. Kwa hiyo viongozi wa dini wana nafasi ya kuhakikisha kwamba nchi inakaa katika mustawa uliokuwa mzuri. Lakini jambo lingine, maisha baada ya uchaguzi. Maisha baada ya uchaguzi, hii nukta ya pili. Maisha baada ya uchaguzi, ndugu zangu, yametokea yaliyotokea, na kila mmoja anajua. Mwenye macho na aone, mwenye masikio na asikie. Yametokea yaliyotokea. Lakini je, maisha baada ya uchaguzi yanakuwaje? Haliwezi kutusibu jambo ila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia, amekadiria liweze kutusibu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, halitupati jambo ila lile ambalo Mwenyezi Mungu ametaka litupate jambo hilo. Yametokea yalotokea, Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hayo yatokee, yalotokea. Lakini je, maisha baada ya uchaguzi yanakuwaje? Ndio hayo yameshatokea na hali kama tunavyoona imeshakuwa hivyo. Je, maisha baada ya uchaguzi inatakiwa iweje? Ndugu zangu, kuna mambo kadhaa ya kufanya. Madhara yaliyotokea, kuna watu walikuwa barabarani na kuna watu hawakuwa barabarani. Lazima tukubaliane. Kuna watu walikuwa wanaandamana na kuna watu walikuwa hawaandamani. Kuna watu wamepata madhara, mtu yuko ndani kwake tu, risasi imeenda imepenya imempata. Kuna mwingine alikuwa anapita barabarani tu, kachezea risasi. Kuna mwingine alikuwa yuko barazani kwake tu, na kuna wengine walikuwa barabarani. Kwa hiyo kuna ambao walikuwa wapo kwenye maandamano na wale ambao waliokuwa hawapo katika maandamano. Lazima hili tukubaliane. Itakuwa ni jambo la ajabu kwamba mkawa mnaujua ukweli kwamba kuna watu wamefariki hali ya kuwa hawakuwepo kwenye maandamano, alafu kisha mkakaa kimya, msiseme kwamba hawa hawakuwepo, bila ya kutoa solution. Tufanyeje sasa? Yale yashatokea, tufanyaje? Tukae kimya? Lazima tutoe solution. Ndio kazi ya viongozi wa dini.
kazi yao ni kutoa solution. Nini tufanye sasa? Yameshatokea. Wa tilka al-ayamu nudawiluha baina an-nas, ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Hayo ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Mwenyezi Mungu ametaka tupitie kwenye hayo masiku, huenda kuna ibra, kuna mambo ya kujifunza. Sisi raia tujifunze, viongozi wajifunze, kila mmoja anatakiwa achukue ibra, mazingatio katika yale. Mwenyezi Mungu huwa haleti jambo bure bure, bali ndani yake kuna mazingatio. Sasa tumejifunza nini? Na solution ya kile kilichotokea ni nini? Hii ndio kazi ya viongozi wa dini wanatakiwa wafanye. Unajua viongozi wengi wa dini leo wanajua kazi yao, kumetokea msiba, kaenda kaosha maiti, kashona sanda, kaswalia, kaenda kazika pale, yeye ndio shekhe. Shekhe kazi yake ni kutoa dira, kutoa uelekeo, solution ya changamoto za watu. Tunafanyaje? Tumekosea wapi? Tufanyaje? Hii ni kazi ya mashekhe. Turudi kwenye historia ya kuwatazama mashekhe waliopita, namna gani waliweza kuinteract na watu na dola mbalimbali, na wafalme waliwafata kutoa mitazamo yao. Nyie si mnafahamu kwa Yusuf alifatwa gerezani kwenda kuulizwa kuhusiana na habari ya ndoto. Kwa nini afatwe Yusuf? Kwa sababu alikuwa ni mtu ana elimu. Sasa na wanawachuoni wanatakiwa wafatwe ili waweze kutoa miongozo, nini tufanye, sio tukae kimya. Solution yashatokea yale. Watilka al-ayamu nudawiluha baina an-nas, masiku yashapita tayari, nini tufanye yasijirudie? Hii ndo pointi yangu ya pili ninayotaka kuizungumzia. Ndugu zangu, maisha baada ya uchaguzi. Kwanza wale ambao walioshinda wasiwadhihaki na kuwakebei wenzao. Wale walioshinda wasiwadhihaki na kuwakebei wenzao, kwa sababu Allah ndo ametaka itokee vile. Lakini haiwezi kuwadhihaka sasa kwa wale walioshindwa wakaanza kudhihakiwa. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Hili ni jambo la msingi sana. Lakini jambo la pili, kuna watu wanahubiri haki. Juzi Jumapili nilikuwa nasikiliza viongozi wenzetu wa Katoliki walikuwa wanazungumzia habari ya haki. Ideology yangu mimi na wao tunatofautiana kidogo. Kila mmoja ana mtazamo wake kwenye hili, lakini kimsingi ni kwamba tunapohubiri haki, tukasema kwamba amani ni tunda la haki. Tumekaa ndani hapa siku 5, nyinyi mashahidi, tumekaa ndani lockdown siku 5. Hakuna kwenda shule, hakuna kwenda hospitali, hakuna kwenda sokoni, siku 5. Hivi kuna haki ya mwanadamu kama kula? Kuna haki ya mwanadamu kama elimu? Kuna haki ya mwanadamu kama afya? Hizi ni haki za kibinadamu, zilikosekanika kwa sababu hakuna amani. Yaani unapoizungumzia haki inapatikana kwenye amani. Mahala pakishaondoka amani, haki inakuwa haiwezi kupatikana. Jeshi liliingia mtaani hapa, tuko ndani, watoto hawaendi shule, watu hawaendi hospitalini, hakuna sio elimu, hakuna sio chakula, tumefungiwa ndani, kila mmoja analalamika. Na hizo ndo haki za kibinadamu. Afya, elimu, chakula ni haki za kibinadamu, ni mahitaji ya msingi ya kibinadamu. Tulikosa. Kwa nini? Kwa sababu hakuna amani. Kwa hiyo ili uidai haki lazima kuwepo na amani kwanza, ndio utadai haki yako. Kwa mfano, unataka huduma za afya nzuri, unataka elimu iliyokuwa bora, unataka kusiwe na ufisadi. Haya yote unaweza kuyadai kukiwa na amani. Kukishakuwa hakuna amani, jeshi lipo mtaani, hizo haki zako unazidai wapi? Jeshi likishakuwa mtaani saa 12 wote ndani, hiyo haki unaidai wapi? Haki inadaiwa pakiwa na amani. Ndio maana tunataka kuongea kama hivi, kwa sababu kuna amani. Pakishakuwa fimbo msagulano hapa, hakuna anayeweza kunyanyua. Nataka afya, nataka elimu, saa 12 ndani. Sokoni mwisho saa 4. Ndio hali ilivyokuwa hivyo.
Na ukienda nchi ambazo kuna vita, ndio hivyo maisha yao, kwamba wanatembea kwa masaa, wanakwenda sokoni kwa masaa, yani kila kitu wanapangiwa. Hiyo haki utaidai wapi pakishakuwa hakuna amani? Kwa hiyo mimi napishana mtazamo na Wakatoliki kidogo, na inawezekana kuna watu wengine wako hapa, wao wanaamini kwamba haki ndio inazaa amani. Kuwe na amani kwanza, pakishakuwa na amani tuzungumzie habari ya haki. Jamani kwa nini watu wanatekwa? Jamani mbona kuna ufisadi? Jamani mbona maiti hospitalini ikidaiwa inazuiliwa? Jamani mbona elimu mifumo yake haiko vizuri? Jamani mbona viongozi wamekuwa mabilionea, wanapata wapi mshahara wao inajulikana? Tunajadili pakiwa na amani. Lakini mtu ananiambia kwamba kinuke pachafuke afudai yake, haiwezekani. Sababu tumeona hapa tulikosa haki nyingi za kimsingi. Kwa hiyo lakini kwanza kuwepo na amani, alafu ndo kuwepo na haki. Kwa hiyo hii ni jambo la msingi, watu wanatakiwa walijue hili wanatakiwa walijue. Lakini jambo la tatu naotaka kulizungumza, maisha baada ya uchaguzi, ni lazima kuwepo na maridhiano. Lazima tukubali hili. Nikisema maridhiano nina maana sikusudii maridhiano wanasiasa. Sikusudii maridhiano ya wanasiasa. Sikusudii hivyo mimi. Na kusudia maridhiano maana yake ni kwamba serikali ifanye maridhiano na raia wake. Serikali ifanye maridhiano na raia wake. Lazima ifanye maridhiano na raia wake. Raia wanataka nini? Wanasemaje? Unajua maana ya serikali maana yake ni kikundi cha watu wachache kilichoteuliwa na waliokuwa wengi ili waweze kuwaongoza wale waliokuwa wengi kwa matakwa ya wale waliokuwa wengi. Hii ndio maana ya serikali. Usitafute definition kubwa. Serikali maana yake ni kikundi cha watu wachache kilichoteuliwa na watu wengi ili waweze kuwaongoza hawa wengi kwa makubaliano ya hawa wengi. Ndio maana ya serikali. Otherwise kama mtu atakuwa na tafsiri yake nyingine ya serikali, lakini kimsingi ni kwamba kama kuna jambo, serikali inatakiwa irudi kwa raia wake. Raia mnasemaje? Kwani kuna nini? Kuna shida gani? Kwa hiyo kwenye haya yaliyotokea, serikali lazima ifanye maridhiano na raia wake, iwasikilize raia wanasemaje, wanataka nini. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuna watu wamekamatwa katika nchi hii. Wapo. Na baadhi ya kesi za kisiasa zipo. Kuna watu wana kesi za kweli, wamefanya makosa kweli kabisa. Lakini ipo haja, ili kutengeneza maridhiano yaliyokuwa mazuri, ipo haja ya wale ambao wana kesi za kisiasa watolewe. Wale ambao wana makosa ya kweli, sheria ifuate mkondo wake. Lakini wale ambao wana kesi za kisiasa, ni ila za kisiasa, mimi nazungumza kama kiongozi wa dini kwamba ifike mahala, kwa kuangalia mustakbali mpana wa taifa, ifike mahala waondolewe zile kesi, waachiwe. Hiyo ndio namna bora kutengeneza maridhiano. Yaani hamuwezi kutengeneza maridhiano kisha kuna baadhi ya watu wako gerezani kule kwa kesi ambazo hazina msingi wowote. Kwa hiyo lazima wale nao waachiwe, tutengeneze maridhiano. Hili ni jambo la pili. Lakini kuna jambo la tatu kutokana na haya yaliyotokea. Kwa sababu kuna watu wamekufa ambao hawakuwa wanaandamana. Serikali moja ya jukumu lake ni kuwafariji raia wake. Serikali lazima iwe tayari kutoka na kuwafariji raia wake wale waliokutwa na madhila haya. Kwa sababu wapo ambao hawakushiriki kwenye maandamano. Je, hawa serikali inawafariji vipi? Ukiacha wale walioingia barabarani wezi kwenda kuiba. Hawa nao ambao hawakuingia, hawa ambao nao walifuatwa ndani wakapigwa risasi bila ya hatia, hawa wale ambao risasi zimeingia bahati mbaya ndani ikampata mtu kafa, serikali lazima iwafariji. Yaani itakuwa ni ajabu serikali ikakaa kimya ikawaacha raia wake isiwafariji katika mitihani kama hiyo. Lazima serikali ikubali kutoka mbele na kuwafariji wale wote waliopatwa na madhila katika mtihani uliotokea.
Ili ni jambo latakiwa lifanyike baada ya uchaguzi kukamilika na serikali itazame katika jicho la tatu. Lakini kuna watu wamepoteza mali zao kwenye hii vurugu iliyotokea. Kuna watu wamepoteza mali zao. Kwa mfano, Lake Oil, vituo 36 vimeungua moto. Kuna watu maduka yao Sinza kule nimetazama yameibiwa. Kuna watu magari yao yamechomwa moto. Madhila yametokea, mali zimepotea. Serikali itazame, ione namna gani inaweza ikafanya ili kuweza kuwafariji hawa ambao nao wamepoteza mali zao. Serikali itazame namna gani inaweza kuwafariji hawa ambao nao ndugu zetu wamepoteza. Hatutazami tu wale waliofanya, tuwatazami na hawa waliopata hasara kwenye biashara zao. Hawakuwa na hatia, maskini ya Mungu. Mtu duka lake kaenda kavunjiwa mali zake, gari yake imechomwa moto bila sababu ya msingi yote. Sasa hawa nao serikali iwafariji, ione namna gani hii ndio namna bora ya kutengeneza maridhiano. Lakini jambo lingine, serikali ni ngumu sana kuomba radhi kwa wale ambao waliokuwa hawana hatia. Ni ngumu kiserikali. Lakini ifike mahala katika kuwafariji wale raia, serikali waombe radhi wale ambao waliokutwa na madhila, ambao waliokuwa hawana hatia. Sizungumzii waliokuwa na hatia, nazungumzia wale ambao hawana hatia. Ndio uungwana. Serikali ni watu. Kwa hiyo isione tabu kuomba radhi kwa wale ambao waliokuwa wamepatwa na madhila. Jamani, tunaomba radhi kwa yaliyotokea. Ndio uungwana. Wale waliopatwa na madhila, unajua Waingereza wanakita ni magic words. Kuna maneno matano wanaita ni maneno ya kichawi, ya kimaajabu. Yaani ukimwambia mtu hata kama umemkosea anaweza akakusamehe. Kwa sababu gani? Umemwambia samahani, sorry bwana. Waingereza wanasema ni katika miongoni mwa magic words. Ni maneno ambayo ukimwambia mtu yalitokea mauaji Mwembe Chai, Waislamu walikufa pale Mwembe Chai. Yalitokea mauaji Zanzibar, lakini ilifika mahala serikali ikasimama kuomba radhi. Lakini wale ambao waliokufa mpaka leo mambo yamepoa, japokuwa mwingine zakawa dukuduku lake kejekejeke kwenye moyo, lakini yale mambo yaliisha. Si vibaya kutoka kuomba radhi kwa wale waliopatwa na madhila ambao walikuwa hawana hatia. Si vibaya, ndio uungwana. Kwa hiyo hilo wakitaka kulifanya, serikali itakuwa ni bora zaidi ili kutengeneza hali ya mustakbali mzuri wa nchi yetu. Lakini jambo lingine, serikali itengeneze kamati ya maridhiano ya viongozi wa dini. Sasa hivi ukifuatilia, Wakatoliki wanabweka kule kama mbwa upande wao. Sisi tunaongea huku upande wetu. Kuna wengine kule nao wanaongea upande wao. Lakini niwaambie, raia wote hawa Tanzania, uzuri wake, watu ambao hawaabudu katika dini, yani hawaamini katika Mungu, katika 100% unaweza ukakuta 0.1. Kuna watu wanaitwa ni atheism, yani ni watu ambao hawaamini katika Mungu, wapagani. Tanzania hapa ni wachache sana. 1% kubwa wa Tanzania wanaabudu katika dini mbalimbali. Huyu Muislamu, yule Mkristo, su Catholic, yule Kekisi, Anglican, yule su Lutheran, yule su nani. Yani kuna madhehebu mengi, dini nyingi Tanzania zipo. Sasa serikali ikubali kutengeneza kamati ya maridhiano ya viongozi wa dini, kwa kushirikiana na serikali, wakae waangalie walikosea wapi na nini wafanye. Kupitia viongozi wa dini inaweza ikawa ni sababu ya jamii kutulizana. Inaweza, kwa sababu Waislamu watawasikiliza mashekhi wao wanachowaambia, na wale wenzetu wa Katoliki watawasikiliza maaskofu wao na mapadri wao wanachowaambia. Lakini ikiwa kila mmoja lumwage anasema lake hivi, utasikia kuna viongozi wa dini wanawachochea waumini wao, nendeni mkaandamane. Unaweza ukasikia wanaingia tena barabarani. Kwa sababu gani? Hawajakaa mahala pamoja. Kwa hiyo ipo haja ya serikali kukaa na viongozi wa dini, kisha viongozi wa dini wakatoka na tamko moja kwenda kuongea na waumini wao. Waumini watawaelewa, kwa sababu wale ni viongozi wa dini. Na yajadiliwa kwanza kujua shida ilikuwa ni nini, kwa nini yalitokea yale, shida ilikuwa ni nini. Baada ya kujua shida, solution ni nini, ile kamati ije na solution. Tufanyeje yasitokee tena kama haya?
Kwa hiyo lazima serikali irudi ikae na viongozi wa dini. Hili ni jambo la msingi sana. Jambo la mwisho, viongozi wa dini wapunguze kuandika waraka kila wakati. Hili la msingi sana. Yaani maisha baada ya uchaguzi tushatoka kule, afa Allahu amma salaf. Sasa isije kuwa viongozi wa dini kazi yao ni kuandika waraka, kuanza kushambulia sasa. Huyu kiongozi hivi, huyu hafai na hivi na hivi. Haitaki kuwa hivyo. Yale mandhari yashapita, tunakaa tunaangalia yajayo. Sasa hili ni jukumu la viongozi wa dini wenyewe kujitafakari, kuona ni namna gani wanaweza wakaacha hiyo tabia. Manake nyinyi ni mashahidi, waraka zilitembea hapa kabla ya uchaguzi, zilitembea waraka chungu mzima. Nyinyi ni mashahidi. Na waraka zile zilichochea kwa namna moja ama nyingine. Haya yaliyotokea yalichochea kwa namna moja ama nyingine. Sasa kutengeneza taifa lilokuwa na amani, ni lazima viongozi wa dini wapunguze maneno. Ni lazima wapunguze maneno. Sababu maneno yao ndio yanapelekea wakati mwingine kuwa motivate wale watu kuingia barabarani kwenda kufanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo lazima tupunguze kutengeneza hizi nyaraka, kufanya hivi, kusema sisi tuna mlango mpana wa kuongea na viongozi. Umeona ile jukwaa nilokaa mimi? Ni jukwaa ambao nazungumza hapa, rais ananisikia, mbunge ananisikia, diwani ananisikia, waziri ananisikia. Yani ni jukwaa ambalo mimi nina uwezo wa kuzungumza na rais moja kwa moja. Sasa kama kuna jambo, upo mlango wa sisi kuongea na kiongozi wa nchi. Sio kukaa pembeni kuanza kubwaka mara hivi. Sisi tuna uwezo huo, viongozi wa dini, kuzungumza na viongozi wa nchi. Na wakatuelewa kwamba kuna jambo 1, 2, 3, 4, rekebisheni. Sikilizeni raia wanasemaje. Kuna jambo hili hawalitaki, ili wanalitaka. Usiongoze kwa unavyotaka wewe, ongoza kwa wale walokuweka madarakani wanataka nini. La mwisho, mtu mmoja aliwahi kusema, right or wrong, this is my country. Iwe mbaya au nzuri, hii ndo nchi yetu. Right or wrong, this is my country. Iwe mbaya au nzuri, hii ndo nchi yetu. Yani hatuna nchi nyingine, nchi yetu Tanzania. Kwa hiyo iwe itakavyokuwa, sisi ni Watanzania. Sisi ni Watanzania. Yani hatuwezi kubaguana kwa dini zetu, hatuwezi kubaguana kwa makabila yetu, haiwezekani. Mimi kaka yangu nilozaliwa naye mama mmoja, mimi ni Mkristo. Dada zangu wa mama mmoja ni Wakristo. Wakristo tena wakuzaliwa. Kabisa. Unanitenganishaje na hawa ndugu zangu? Kwa hiyo mwisho wa siku Utanzania wetu unakuwa first priority. Priority namba 1 ni Utanzania wetu. Right or wrong, this is our country. Iwe wanapatia viongozi wanakosea, lakini ni nchi yetu. Hatuwezi kushiriki kwenye kuibomoa nchi yetu. Haiwezekani. Kwa sababu za udini au kabila. Tukianza kubaguana kwa ishu za udini, tutauana wenyewe kwa wenyewe. Mimi nitakaa kuanza kumwinda kaka yangu, manake ni Mkristo. Nitaanza kumwinda kaka yangu, na kaka yangu naye atakuwa ananiinda mtu na mdogo wake. Tutauana wenyewe kwa wenyewe. Asilimia kubwa humu koo zetu zimeungana. Kuna Waislamu, kuna Wakristo. Tukianza kuongea mambo ya ajabu udini, itakuwaje ya Rabbi? Itakuwaje? Ndugu, itakuwaje? Mtatazamana vipi? Mtauana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo iwe nzuri iwe mbaya, hii ni nchi yetu. Na wanasiasa kama wafanyabiashara wasitupelekee sisi kuiharibu nchi yetu. Wanasiasa ni wafanyabiashara, na wanafanya biashara kwa lengo la kupata faida. Sasa biashara yao isitupelekee sisi kuiharibu nchi yetu. Kwa hiyo mnapofanya mambo yenu, angalieni kwamba mimi hii ndo nchi yangu, sina pa kwenda. Hii ndo nchi yangu. Wao wanapatia, wao wanakosea wale wa juu. This is my country. Hii ni nchi yangu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi sana na inatakiwa tuweze kulifanyia kazi. Lakini jambo la mwisho, Mandela baada ya kuichukua nchi ya Afrika ya Kusini, ukisoma kwenye kile kitabu cha The Long Walk to Freedom, Mandela anaelezea namna Afrika ya Kusini alivyoikomboa kwenye mikono ya makaburu. Lakini baada ya kuikomboa katika mikono ya makaburu, tunatambua Mandela alikuja mpaka Tanzania hapa wakati anapigania uhuru wa Afrika ya Kusini. Walikaa mpaka Mazimbwe kule Morogoro.
watu wakifundishwa mbinu za kivita na jeshi la Tanzania. Mandela katika harakati zile tunatambua alifungwa jela miaka 20 lakini siku aliyokuja kuichukua nchi alifanya maridhiano na makaburu. Alifanya maridhiano na makaburu. Na tunajua sisi wa Tanzania ilifika mahala tulikuwa tunaimba mpaka nyimbo za kuwatetea wa Afrika ya Kusini namna walivyokuwa wanauawa kule Soweto. Nyie Soweto hamkufika, mimi nimefika Soweto. Mimi Soweto nimefika. Maisha ya Soweto hapa Kinondoni hapa Kinondoni, maisha hapa mazuri hapa Ushuani. Soweto hakufai maisha yake. Yaani vijumba vya kule ni vijumba vya bati. Mimi nimefika kule. Nimeyaona maisha ya Soweto. Nimefika zile historical places, sehemu za kihistoria za South Africa, namna walivyokuwa wanapata tabu, namna walivyouana. Nimefika, nimeona shida walioipata. Nimeona walivyokwenda Zimbabwe, nimefika Zimbabwe. Namibia walikwenda Afrika, walikimbia. Swaziland walifika. Kote huko nimetembea. Nimeona namna walivyopata tabu. Lakini end of the day, Mandela alipoichukua nchi alifanya maridhiano na makaburu. Kamati ya maridhiano ya Afrika ya Kusini iliongozwa na Desmond Tutu. Mnamjua yule mshindi wa Nobel, ana heshima kubwa Afrika ya Kusini. Kamati ya maridhiano baina ya Afrika ya Kusini na makaburu iliongozwa na Desmond Tutu. Wakakaa wakafanya maridhiano, na upande wa makaburu alikuwa ni Botha, au wanamuita Botha watu wengine, lakini ni Botha. Walikaa wakafanya maridhiano, na mwisho wa siku nchi ya Afrika ya Kusini leo ipo. Japokuwa kuna kajiubaguzi kapo, lakini Mandela baada ya kuichukua nchi hakulipiza kisasi. Hakulipiza kisasi, alikaa meza moja na makaburu. Tena niwapeni kisa kimoja. Pale Johannesburg kuna sehemu wanapaita Rostenville. Rostenville ni mji upo nje kidogo kama unavyoona Tegeta. Kama hapa Kinondoni na Tegeta. Kwa hiyo Rostenville ni mji upo kama Tegeta. Mandela baada ya kuchukua nchi, siku moja akawa amekaa kwenye mgahawa. Baada ya kukaa akamuona askari mmoja wa kikaburu. Baada ya kumuona Mandela ameingia na ulinzi na nini, yule askari akawa anataka kukimbia. Mandela akawaambia wasaidizi wake, nendeni mkamuite yule. Kamuiteni, kamchukue mleteni hapa. Wakaenda wakamchukua, wakamvuta mpaka kwa Mandela. Akamwambia, bwana unataka kukimbia nini bwana? Yule mkaburu akamwambia, unajua tulivyokuwa tunakufanyia wewe kipindi kile tulivyokufunga jela, namna nahisi kama wataka kulipiza kisasi vile, kila nikikutazama naona kama vile. Mandela akamwambia, what is happened is happened, yani kilichotokea kimeshatokea tayari, hatuwezi kurudi nyuma tena kwamba tukaangalia mlinifanya nini hapa. Mandela alifungwa jela ndani ya jela. Mandela alifungwa jela ndani ya jela, yani jela alafu kuna chumba kingine cha jela, alafu yuko peke yake ndani, chumba kidogodogo. Mimi nimefika Robben Island. Nimefika, maana nazungumza vitu ambavyo navijua, na najua mpaka kamati ile ya maridhiano ya Desmond Tutu ilizungumza nini na walimaliza nini katika mazungumzo yao. Solution ilikuwa ni nini baada ya pale? Kwa hiyo hakuna kinachoweza kuponya taifa lolote baada ya dhiki kupitia dhiki hiyo, isipokuwa lazima watu wakae chini wafanye maridhiano. Itakuwa ni ajabu na itakuwa ni serikali ya ajabu baada ya madhila kutokea, watu wengine wakamwaga damu wasiokuwa na hatia, kisha serikali ikaweka pamba masikioni kama vile hakuna kilichotokea. Itakuwa ni ajabu. Itakuwa ni serikali ya ajabu. Itakuwa ni serikali ya ajabu. Lakini serikali yenye macho na yenye masikio lazima ikubali kukaa chini na kufanya maridhiano na raia. Wanataka nini? Tulikosea wapi? Kuomba radhi, kuwafariji. Rais atoke mbele, awafariji. Mfariji mkuu katika nchini rais, awafariji waliopata madhila bila sababu. Hawafariji. Na huo ndio utamaduni wa Kitanzania. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa darsa ya leo, kuelezea uongozi kuwa ni amana. Viongozi wa dini wa Kiislamu wajitambue nafasi yao, lakini pia viongozi wa kiserikali wajue nini cha kufanya baada ya uchaguzi, nini cha kufanya. Ili ni jukumu letu kama viongozi wa dini kuyasema na wao waelewe. Tukikaa kimya tutakuwa hatujatumia vizuri nafasi zetu. Hatuwezi kuwa ni watu wa kusifia tu kila siku. Pale ambapo tunakwenda kombo lazima tuambiane.
kwamba this is wrong, this is right, hii sawa, hii sio sawa. Kile cha sawa tunaongeza kwenye usawa, kile ambacho hakiko sawa tunarekebisha kwa maslahi mapana ya taifa letu na nchi yetu na raia wetu. Nchi ikikosa amani tunakosa mpaka uhuru wa kuabudu. Tulishindwa kuswali mpaka Ijumaa hapa kwa sababu ya amani hakuna. Sasa haya tunayasema kwa sababu tunaitakia mema nchi yetu. Hatuwezi kukubali kikundi cha watu wachache tulichokipa dhamana ya kuongoza kisha wakawa wanataka kuongoza wanavyotaka wao. Hiyo haiwezekani. Lazima waongoze kwa mujibu wanavyotaka raia. Wanasemaje? Wanataka nini? Yale yanayowezekana wanayatekeleza, na yale ambayo hayawezekani hayawezekani. Hiyo ndio serikali.